Watu wanajiuliza, je, hii itakuwa ni operation ya kuondosha vikosi vya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tusikilize yale yaliyojiri huko Goma. Droni imepiga nyumba iliyokuwa ikiwahifadhi viongozi wa kundi la waasi wa M23 katika mji huo wa Goma. Baadhi ya wakazi wanaeleza kuwa walisikia milipuko miwili mikubwa katika mji huo wa Goma. Kisha wakaona harakati za magari zikiondoka kwa kasi katika eneo la RVA Himbi. Na habari zaidi zinaeleza kuwa shambulio hilo la mabomu la droni lilipiga eneo la makazi la mji wa Goma katika mida ya saa 10 kuelekea saa 11 alfajiri, na mkazi Bwana Pascal, raia wa Ubelgiji na msimamizi wa kampuni ya Toyota ya mji wa Goma, inaelezwa kuwa ndiyo aliyelengwa katika mashambulio hayo ya droni. Nyumba hiyo ipo mita chache kutoka katika makazi ya Mama Olive Lembe ambaye alikuwa mke wa rais mstaafu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukio lingine linaripotiwa kuwa Christine Gino ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa UNICEF na raia wa Ufaransa amepoteza maisha katika shambulio hilo, na ikiwa ni katika shambulio la kwanza la bomu ya kwanza. Bomu la pili lilipigwa majengo ya makazi wanayoishi wafanyakazi wanaofanya kazi katika Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa, yaani Union Europeenne. Waasi wamethibitisha kwamba shambulio hilo la droni limepiga nyumba iliyoko karibu na makazi ya Mama Olive Lembe aliyekuwa mama wa taifa wa zamani. Nyumba hiyo ilikuwa ikitumiwa kama makazi rasmi ya maafisa wa juu wa kundi la waasi wa M23 AFC. Kwa mujibu wa uongozi wa waasi wa M23, watu watatu tayari wamepoteza maisha, huku baadhi ya viongozi wakiripotiwa kufariki na kupoteza maisha, akiwemo Cornel Nanga pamoja na kiongozi mwingine wa serikali hiyo ya waasi wa M23 kwa majina akiitwa Breta Bisimwa. Operation ambayo inaendelea muda huu, ambayo ni ya serikali ikishirikiana na vikosi vya wazalendo wakijaribu kufukuza vikosi vya waasi wa M23 na kuweza kuvitokomeza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, watu wengi wanatathmini kuwa huenda hii itakuwa ni operation ya kuwahua ama kuwaondosha wale ambao wanasemekana ni viongozi wa ngazi za juu wa waasi wa M23, ikiripotiwa kuwa mashambulizi ya awali yaliyopigwa na serikali ya Kongo ambayo imeshambulia katika mji wa Masisi, ambayo ilifanikisha kuondosha maisha ya kiongozi mkuu na msemaji wa vikosi vya M23 William Goma. Na hii itakuwa ni tekelezo la shambulizi kwa mara ya pili ambayo yanapigwa kupitia drone za kiserikali ya DRC. Je, operation hii inaleta mlengo gani haswa kwa serikali hiyo ya DRC? Na vipi kuhusiana na waasi wa M23 kuhusu mashambulizi hayo? Itakuwa ni kutokomeza viongozi wao ama kufukuza vikosi hivi vya waasi wa M23 wakishirikiana na Twirwaneho baada ya vikosi hivyo? Na vipi kuhusiana na mji huo wa Goma? Maana umekuwa ni mji ambao umeweza kushikiliwa kwa muda mrefu na serikali ya waasi wa M23. Je, utakuwa ni ukombozi ambao umeweza kuletwa na serikali hiyo ya DRC dhidi ya kukanusha madai ya waasi hao wa M23 ambayo yameweza kusikilizwa huko Qatar, wakikaa kwenye meza ya mazungumzo wakijadili yale ambayo yameweza kutolewa na kama pendekezo na serikali hiyo ya waasi wa M23. Mambo yamekuwa mengi hivi karibuni na watu wamekuwa katika hali ya sitofahamu, huku tukiangalia serikali ya Kongo ikitekeleza operation tofauti huku ikizidi kuteka miji na baadhi ya vijiji ambavyo vilikuwa vikishikiliwa chini ya uongozi wa waasi wa M23 imekosa pa kukimbilia, na watu wengi wanajiuliza, je, hii itakuwa ni operation ya kuondosha vikosi vya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?